tunaungana moja kwa moja na mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo na pia mgombea uwakilishi jimbo la Pangawe kisiwani Unguja, Omar Said Shaban, kuzungumzia hali ya uchaguzi ilivyokwenda mpaka hivi sasa na kipi ambacho chama chake inakiona mpaka sasa. Omar, karibu sana kabisa. Asante Sheikh Mohamed, habari za Bonn? Sihaba, tunashukuru Mungu wetu, tunakwenda vizuri sihaba. Naam, hebu tupe kinachojiri mpaka hivi sasa ni kitu gani? Manake ni kimya, mitandao imezimwa, hakuna mtu ambaye anaweza kupata taarifa kutoka huko mpaka sasa. Lakini je, nyinyi mlio ndani huko, kipi ambacho mnakishuhudia? Chama chao kinasemaje mpaka sasa? Kama ambavyo wengine ambavyo mko nje ya nchi mmesikia hali ya huku nyumbani, kiujumla hali ya uchaguzi ni imerudi miaka 20 nyuma, katika au tuseme miaka 10 ya karibuni. Imekuwa si katika hali ambayo wengi ambao tumefanya jitihada za kuona taifa linakuwa na chaguzi za kistaarabu, chaguzi za haki. Jitihada kubwa zimefanyika, lakini matokeo yake ni kile ambacho tumekuwa tukijitahidi tukuamuke nacho. Inawezekana si swala la umwagaji wa damu, lakini ile utaratibu na ustaarabu wa kuheshimu maamuzi na kauli ya watu, uthamini na kuheshimu kura za wananchi, ndio kitu ambacho hasa kimejitokeza kinyume chake, kwa maana ya kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa misingi ya kidemokrasia, taratibu za kiuchaguzi wa kidemokrasia katika uchaguzi huu. Tumeshuhudia, na kama ambavyo umesema, mimi ni binafsi nimekuwa mgombea wa wakilishi kwa tiketi ya ACT Wazalendo jimbo la Pangawe. Kwa hiyo nimekuwa mtu ambaye niko field, kwa maneno ya wazungu ni eyewitness. Nimeshuhudia kwa macho yangu mengi sana yalikuwa yakitendeka. Mambo ya watu kupiga kura mara tatu, mtu mmoja kupiga kura 5 kwa mgombea mmoja kwa wakati mmoja, taratibu kukiukwa, mawakala kutolewa nje bila ya sababu, kwa sababu tu wanauliza, wanataka ufafanuzi, wanahoji mambo ambayo ya ajabu walikuwa wanayaona. Lakini pia tumeshuhudia hata ujazaji wa fomu za matokeo pamoja na wizi wote kutaka kutolewa, na hata zilizotolewa saini za mawakala zinafojiwa. Sasa haya ni mengi, lakini pia hata yale tulikuwa tunayalalamikia na kuyatolea indhari kwa muda mrefu, ikiwemo swala la kura za mapema, imekuja kuthibitisha tu kwamba yale tulikuwa viongozi wetu na sisi kama chama tumekuwa tukiyasema kwamba ndiyo hasa yaliyojitokeza. Tumeshuhudia wimbi kubwa la watu wanaoitwa vikosi au watu maalum, kwa maana ya vikosi au majeshi ya polisi, ambao sio waajiriwa wa taasisi hizo, wakiwa wamevalishwa uniform. Jambo la kusikitisha ni kwamba tunatumika sasa au kunatumika vikosi vyetu na jeshi letu kuwavalisha raia ili wakidhi matakwa ya kisiasa. Hili ni jambo la kuhuzunisha kubwa sana. Tumewaona hawa vijana, mimi nimekuwa site, tumewaona, ni jambo la ajabu, na tumeuliza, tumehoji. Unakuta vijana wote karibia wanaletwa na vyombo vyetu majeshi, lakini hawana kofia, hazina crown. Sote tunajua kofia za polisi, za jeshi ni muhimu kuwa na crown, hazina crown. Lakini uniform zao hazina tag name kama ambavyo tumezoea. Lakini hata hizo fitting za hizo nguo zenyewe, unajua sasa kwamba huyu mtu kapewa nguo isokuwa ya kwake na umri wake. Lakini kwa mitaani kwetu huko, kwa mfano jimbo la Pangawe, wapo watoto ambao wazee wao wamekuwa wakiwatafuta kwa muda wa siku 2 zilizopita, lakini baadaye wanakuja kushtukizia watoto wako vituoni wakiwa na sare za jeshi au za vikosi, wakiwa wanatambaa kwenye mitandao ya kijamii au kuwaona vituoni watoto wao ambao si waajiriwa wa vyombo hivyo. Na haya tumekuwa tukiyasema, tumeyaeleza, lakini hakuna aliyesikia. Mimi binafsi jimboni kwangu nimeshuhudia kwamba zoezi la uendeshaji wa kura mapema, maafisa wa tume walikuwa wanaliendesha bila ya kutumia daftari la kudumu la wapiga kura. Wanatumia orodha, kitu ambacho nilikieleza kwa tume
tume wakaja wakashangaa na tatizo kwamba inakuwaje. Lakini haikuwa kwa bahati mbaya, ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa, kwa sababu wakati wanasema mimi nikiwauliza madaftari yako wapi, wanasema madaftari hayajaja. Lakini walipokuja commissioners, kuja mwenyekiti, mkurugenzi na makamishna wengine kuwauliza madaftari yako wapi, madaftari walikuwa wameyaweka kwenye maboksi ndani ya vyumba wameyaficha. Sasa unaweza ukaona ni yao ya kuharibu uchaguzi ilikuwa inafanyika kwa kiasi gani. Kura 5-5 na matokeo yake sasa kama ambavyo unafahamu, dhulma hupofua. Mimi nina matokeo ya jimbo langu, kwa maana ya vituo vya baadhi ya vituo vingi vya jimbo langu ambapo hazifanani. Sheikh Mohamed kwa utaratibu wa Zanzibar, Mzanzibari anapiga kura 5, lakini tuzungumzie uchaguzi wa Zeki ambapo Mzanzibari ana kura 3 kwenye chumba kimoja cha uchaguzi, ambapo watu wanaokwenda kupiga kura, matokeo ya kura hizi 3 hazifanani. Ninachotaka kusema ni nini? Kama mtu anaenda kupiga kura, chumba kile waliojitokeza kupiga kura, let's say kwa mfano 250, kwa urahisi imerekodiwa kwamba waliojitokeza ni 250 waliopiga kura. Inatarajiwa pia kwa wawakilishi, kwa kura ya mwakilishi kwenye chumba hicho hicho isomeke waliojitokeza ni 250, kwa sababu huyu mtu alipoingia alipewa kura 3 ikiwemo na ya diwani. Lakini cha kushangaza, kwenye chumba kimoja utakuta matokeo ya rais, kura za jumla na jumla zile zilizoharibika na zilizopigwa kwa ujumla wake labda ni 250, lakini kwa uwakilishi ni 245, kwa udiwani 231. Sasa unajiuliza, ina maana huyu mpiga kura, kuna kura hakupewa, kuna kura alizidishiwa, zipi zilizodishwa? Kwa hiyo ni wazi kwamba hakukuwa na even distribution, yani usambazaji wa usawa, utoaji wa usawa wa kura, wa karatasi ya kura. Naam. Na matokeo tunayo yapo mikononi. Naam. Kama nilivyokuelewa ni sawa, Omar, unataka kusema kwamba uchaguzi kwa mtazamo wenu ACT Wazalendo umeharibika, ama sivyo? Bila shaka umeharibiwa. Kuharibika ni kitu natural. Kuharibiwa ni kitu man made, kimetengenezwa na binadamu. Mimi ningesema uchaguzi umeharibika ikiwa jana tungekuwa tumepata kimbunga kikubwa, tumepata matetemeko ya ardhi kiasi ambacho tusingeweza kuendelea na uchaguzi, hapo tungesema uchaguzi umeharibika. Lakini huwa kwetu umeharibiwa. Na hii picha ya Pangawe ambayo umeichora ndio picha ambayo inaakisi pia majimbo na maeneo mengine yote ya Zanzibar, Unguja na Pemba? Bila shaka, kutokana na mawasiliano tuliyofanya na wagombea wa maeneo mengine, matendo haya yalikuwa coordinated kwa namna hiyo, yalikuwa yanafanana. Vitimbi, aina ya vitimbi na vituko vya kuharibu uchaguzi vilikuwa vinafanana almost majimbo yote. Naam. Kipi ambacho chama chako sasa inakifanya? Maana ipi hatua ambayo mnakwenda nayo hivi sasa? Maana huko nyuma mlikuwa mmewahi kusema kwamba hata kura yenyewe mapema hamkuwa mkiitaka, mkapiga kelele sana kutaka kuizuia, lakini dakika ya mwisho kabisa kiongozi mwenyekiti wa chama chako na mgombea wa rais Othman Masoud akaja kuwatoa hofu wananchi, akiwaambia kwamba wameshafika katika makubaliano na mamlaka kwamba mambo yatakwenda vizuri. Hapo wanatuambia kwamba hapana, mambo hayakwenda vizuri. Na sasa hatua hii nayo pia kura yenyewe rasmi, kwa maana ya kura 29 jana, unatuambia kwamba iliendeshwa vibaya. Kipi ambacho mnataka kukifanya hivi sasa? Bila shaka jambo moja ambalo naweza kuhakikishia Watanzania, Wazanzibari na wanachama wa ACT Wazalendo kwamba jambo hili halitapita hivi hivi. Jambo hili hatutaliacha, hatutalivumilia, hatutalifumbia macho. Zipo hatua ambazo kwa hakika chama kitachukua, lakini kwa sababu hiki chama kimejengwa katika misingi ya taasisi, basi tunahitaji kushauriana kama viongozi juu ya hatua sahihi na zipi na wakati gani za kuchukua, na umma wa Watanzania, umma wa Tanzania watataarifiwa pale ambapo viongozi tumemaliza kushauriana na kuambizana juu ya hatua za kuchukua baada ya
baada ya matukio haya. Hiyo itakuwa inasema kama kwamba Omar Said Shabani hamkuwa na plan B, kwamba tukio limetokea, hamna mpango mpaka mkae tena kitabu utafuta mjadala mwingine mpya, na mkijua kwamba siasa zinakwenda na hisia, emotions zinakwenda na matukio na mambo yanavyojitokeza wakati ule ule. Huoni kwamba mkiamua? Naam, endelea. Sisi tulienda kwenye uchaguzi tukiwa na hisia na tukiwa na matumaini makubwa ya kushinda. Tathmini yetu ilionyesha ni kwa kiasi gani Wazanzibari wamepokea ujumbe wetu wa mabadiliko, Wazanzibari wamepokea sera zetu, na tulikuwa na matumaini hayo. Lakini hilo la kwanza. Lakini la pili, tumeenda kwenye uchaguzi tukiwa tumefanya jitihada pia na kupewa na baadhi ya mamlaka na baadhi ya viongozi wa mamlaka, na tukafika mahali kama watu ambao wastaarabu, tukafika mahali kukubaliana juu ya mambo ya msingi. Lakini tunachokiona naweza kusema ni kama usaliti wa yale ambayo watu wastaarabu, watu waungwana walikubaliana kwamba namna gani tunaweza tukaenda kuendesha uchaguzi huu kistaarabu ili haki za watu, sauti za watu zisikike. Sasa reaction siku zote huwa inategemea na aina ya action. Unapofanya jambo huwa inategemeana na aina ya jambo lililofanyika. Kwetu sisi, pamoja na kufahamu aina ya ujinga ambao wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wanao, basi kwa hili ni kwamba kwa nyakati hizi na kwa jitihada ambazo zimefanyika, hatukutarajia kwamba lingetokea kwa kiwango hiki cha ujinga. Kwa hiyo ndio maana nikasema hilo ndio limechelewesha kidogo sisi kuchukua, au linafanya tujadiliane, sio kuchelewesha, lakini tutafanya tujadiliane juu ya hatua sahihi za kuchukua baada ya hapa. Hakuna namna chama kitakaa kimya, kitaacha kuchukua hatua madhubuti na kwa wakati juu ya hili. Naam, asante sana kabisa Omar Said Shabani, mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Na mpaka sasa, kwa sababu matukio hayatangazwa rasmi bado, hatujui kama utatangazwa wa mshindi au vinginevyo wa jimbo la Pangawe ukiwa umewania uwakilishi. Asante sana kabisa na kutakia kheri huko nyumbani. Asante sana, nakushukuru sana brother Mohamed, na nakutakia heri, kila la heri huko Bonn, Ujerumani. Haya, asante.